Baada ya kuziona picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na jinsi alivyowekewa rais mtarajiwa ambaye tutaelekea naye moja kwa moja mpaka kiyama, na kuziona picha za Mama Samia Suluhu ambazo ziko kwenye part 1, part 2. Sasa tuone vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amenikabidhi, kwa sababu jukumu la kukuelezeni kwa sasa hivi inahitaji ni umakini wa mtu kumwaminisha, kwa sababu naweza nikakwambia kwamba hiki ukasema wapi, yeye ni nani? Sasa mtakuja kuchelewa. Ninavyosema kwamba dunia imeungua kuiacha Torati na nini, yani kwa mtu mwingine ama watu wa dini inakuwa mara nyingi sieleweki. Sasa tuje hapa tuone kwamba kama nilivyoonyesheni kwamba dunia ni Adamu. Sasa dunia ni nyumba ya Adamu. Kwa hiyo naomba sasa muone hili kufuri. Naomba uje Mr. Camera hapa. Muone kwamba hili ni kufuli ambalo nalionyesha hapa. Ni jiwe lakini ni kufuli. Hii ni sehemu ambayo unaingizia ufunguo, unafungua. Hili hapa ni kufuli. Ni jiwe lakini Mwenyezi Mungu ameonyesha kwamba hiyo ndo kufuli lako ya nyumba dunia. Hii hapa. Nadhani mnaliona hili. Na funguo ni hii hapa. Hii ni funguo. Ni funguo. Hii hapa. Sasa hizi funguo ukizisearch vizuri zina picha, zina maelezo, kila kitu. Sasa Mwenyezi Mungu baada ya kukamilika kuniumba mimi, kwa sababu alipokuja duniani yeye alichokifanya, yani nilivyosema kwamba Adamu ni moyo wake na moyo ni mbegu. Kwa hiyo alichokifanya yeye ni kuja kupanda mbegu katika lile eneo la kibla. Sasa mbegu ambayo yeye amemaanisha, yani mti wa kwanza kuupanda yeye, kuutamka, ulikuwa ni mkorosho. Kwa hiyo korosho ni mbegu, ni moyo, ndo Adamu. Korosho ni mbegu ambayo nataka nionyesheni hapa sasa. Hii mnaiona kama itaonekana vizuri. Labda tuje vizuri hapa. Tuje kwenye maeneo ya giza kidogo. Muione hii mbegu. Hii mnaiona hapa, hii hapa ni mbegu ambayo ndo korosho. Bado hajaonekana vizuri. Hapo kidogo inaonekana. Hii ni korosho. Sasa lililoko juu huku, hiki kinachoonekana juu yake ni bibo. Kidogo hapo nataka nionyeshe vizuri. Hiyo ni korosho na bibo lake. Korosho na bibo lake ndo hilo. Hii hapo.
Nadhani hapo kidogo mnaweza mkaona, kwa sababu vitu vingine inabidi uende kwenye giza sana. Ukimulika ndo inajionyesha dhahiri. Sasa kuna mawe mengi ambayo nimeyakusanya ya korosho, lakini ninachosema kwamba Mwenyezi Mungu alikuja kupanda mbegu ambayo ndo Adamu. Kwa hiyo korosho Mwenyezi Mungu ameiweka Adamu, yani kwamba ndo moja, ndo Adamu ndo moja korosho. Sasa kwa nini nimeonyesha hii hapa kwamba Torati, yani baada ya kufanya uumbaji na kila kitu, Mwenyezi Mungu yani katika kunikabidhi hivi vitu alikabidhi na sheria ambazo ni Torati. Sasa Torati, jiwe hili kidogo naona kwenye mwanga, ionekane mwanga kidogo, lionekane vizuri ili jiwe. Hii ni jiwe ambalo ni la Mwenyezi Mungu, ili hapa. Sasa huku juu kuna kichwa changu, kwa sababu mimi niko katika kichwa cha Mwenyezi Mungu. Sasa Torati maana yake nini? Kama nilivyosema kwamba Adamu ni nambari moja, na Mungu alidongoa ubongo kuwa udongo, dunia Adamu. Kwa hiyo Mungu hutumia sufuri. Sasa ndo hii hapa ameandika moja na akaandika sufuri. Hii hapa. Hiyo ndo amri 10 za Mwenyezi Mungu kwa maana ya Torati. Sasa unavyotamka Torati maana yake kwamba ni Mungu na Adamu. Sasa jiwe lingine ni hili. Na nataka tu niwajulisheni walimwengu kwamba lionekane vizuri. Sasa hili jiwe kuna hiyo sura ambayo inaonekana hapo, sura yangu. Kuna sura hapa inaonekana, hii hapa, hiyo ni sura yangu. Sasa eneo hili kumeandikwa moja, hii hapa sura hiyo inaonekana, hiyo ya kwangu, hii hapa, hiyo ni moja. Sasa ukija kwa huku upande huu, hii nyeupe mnayoona hii hapa, weupe hapa, kuna sufuri. Sasa hii sufuri ni Mwenyezi Mungu. Naomba kidogo ionekane vizuri ili somo liweze kuendelea. Hii hapo inaonekana, hii hapa. Hii ni sura Mwenyezi Mungu, lakini ameweka kwa muundo wa sufuri. Sasa huku juu kuna hii alama ya pembe 4. Hii hapa. Hii pembe 4 ni sehemu ile ya uumbaji. Hiyo ni sehemu ya uumbaji. Sehemu ya uumbaji. Sasa nini ninachomaanisha hapa? Kwamba Mwenyezi Mungu yeye anatumia sufuri, yani yeye namba yake ni sufuri. Alafu Adamu ni moja.
Kwa hiyo nilikuwa nawajulisha kuhusu masuala ya Torati kwamba 10 manake, yani amri 10 manake kwamba ni 1 na 0, manake ni Mungu na Adamu. Kwa hiyo Mungu baada ya kumuumba Adamu, mimi alichokifanya yeye ni kuunganisha na kazitunga hizo sheria ili sote tuweze kuishi katika hali ya amani kwa kufuata maelekezo yake, zile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kufanya hivi, Mwenyezi Mungu alinisainisha. Kwa hiyo hiki ni kidole changu. Hiki ni kidole changu. Hiki nadhani nimewahi kuonyesha katika video za nyuma vidole vingi. Vidole nikawa naonyesha vidole. Hiki hapa, hili ni jiwe, lakini kidole ambacho amenisainisha kwa maana ya kama wino, kama unavyopiga kura. Kwa hiyo kina wino, ndio utaona kama wino. Unaona, uonekane vizuri kidogo. Huo ni kidole hiki mnachokiona hiki. Kwa hiyo amenisainisha. Sasa hiki kidole kina maandiko, yani kina namba. Mimi nambari 2. Kwa hiyo utakuta kuna sehemu hapa imeandikwa 2, yani moja kwa moja ya kuonyesha ushahidi. Kwa hiyo kisachi, mkija kusachi mtakuta moja kwa moja ameandika. Kwa hiyo amenisainisha hiki kidole. Kwa maana hiyo amri 10 za Mwenyezi Mungu, yani kila kitu. Sasa mitume wote walitangulizwa. Yani walitangulizwa. Mitume wote walitangulizwa wao. Musa alichukua nafasi ya Mungu mwenyewe. Isa alichukua nafasi ya Mungu. Musa alichukua nafasi ya Mungu mwenyewe. Alafu Isa, kama mnavyofahamu, yeye ni damu yake. Lakini Muhammadi ambaye ni Ahmadi alichukua nafasi ya Adamu, mimi. Kwa hiyo Mungu ni mjuzi sana. Kwa hiyo Musa anatumia Mungu, na Ahmadi mrisi wake, yani mtangulizi wake, badala yake yani ikawa ni mimi Adamu. Kwa hiyo Ahmadi, Adamu. Kwa hiyo hawa walitangulizwa kwa ajili ya kueneza hii neno la Mwenyezi Mungu, hizi sheria hizi 10 hizi. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyokuwa amefanya. Sasa nimeonyesheni hivi vitu kwamba hivi ni vitu ambavyo nimekabidhiwa, lakini baada ya uumbaji Mwenyezi Mungu alichokifanya yeye, alichukua kalamu ile ambayo alikuwa anaitumia akaiweka kichwani. Sasa kuna mawe ambayo yana maandiko na maelezo kuhusu tukio hilo la kalamu. Sasa hapa tu nataka nionyeshe kalamu yenyewe. Hii ni kalamu ambayo Mwenyezi Mungu, hebu sogelea kidogo ionekane. Naomba. Hii ni kalamu. Naomba ionekane vizuri kalamu. Hii hapa. Hii ni kalamu mnayoiona hii hapa. Ambayo ndio iliyokuwa natumiwa na Mwenyezi Mungu katika kuumba vitu vyote hivi hapa. Hii hapa. Hii ni kalamu. Sasa kalamu hii maana yake kwamba Mwenyezi Mungu kamaliza kila kitu. Kwa hiyo mwaka 2023 ndipo alipo nikabidhi kalamu hii mimi mwenyewe. Kwa hiyo kuna picha ambazo mtaona kalamu iko kichwani kwangu na maandiko. Sasa mimi nimeichukua kalamu leo kuonyesheni tu mjue kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anatumia kalamu na kalamu iko hapa. Sasa nini maana yangu ya kuelezeni hivyo?
nimejaribu kuonesheni hivi vitu kwamba dunia ni Adamu na mimi ndo niliyokabidhiwa kila kitu. Kwa hiyo isije mkao wagumu kuniamini na kuelewa. Na ndio maana katika hizi vurugu zilizotokea Tanzania nikaona kwamba niweze kulitolea ufafanuzi, kwa sababu nisipolitoa hii ufafanuzi manake ni nini? Tunaweza tukachinjana, tunaweza tukaumizana, tukauana vibaya sana, na yale ambayo yanatokea Palestina na Israeli yanaweza kuwa mara mbili yake yakasambaa dunia mzima. Sasa yote haya yanatokea kwa sababu gani? Ni katika kuliacha Torati, neno la Mwenyezi Mungu. Tumepembua na upembuzi huu ni kwa sababu tu ile kwamba baada ya Muhammadi wengine hawamwamini na hawa wanamwamini Nabii Isa Yesu. Kwa hiyo mkanganyiko umekuja hapo. Sasa sisi wote ni familia yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana ubaguzi. Hana ubaguzi. Ingawa sisi sasa ndo tupo katika hali ile ile kwamba leo wa Palestina wakifariki 1000, kuna wengine ambao wanaona hakuna kitu chochote kilichofanyika ama nyoyo zao zinafurahi. Na Waisraeli wakifa, basi hata zile nchi za Kiislamu wakati mwingine wanaona afadhali wafe tu. Sasa katika ubinadamu sisi ni familia Mwenyezi Mungu, na kwamba katika hali kama hiyo Mwenyezi Mungu hapendi. Yaani hayuko hivyo. Sisi wote ni kitu kimoja. Sasa mkanganyiko huu umekwenda mpaka ukasababisha sisi kuona kama tuna dini mbili, yani njia mbili za kwenda kwa Mwenyezi Mungu, wakati sivyo. Kumbukeni Nabii Isa alipokuja alisema, mimi sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Pale pasipoeleweka mimi ni mwalimu wa kweli, ndivyo alivyokuwa ametamka. Lakini akasisitiza zaidi kwamba nifuateni nira yangu, kwa vile mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mkinifuata mimi mtafika kwa Baba, ambaye babangu mimi ndio baba yenu ninyi. Sasa unyenyekevu ndo neno hilo hilo ambalo Muhammad alipofika aliulizwa, wewe dini gani? Naye akasema kwamba mimi ni Islam. Sasa Islam ni unyenyekevu. Kwa hiyo nawaelezeni haya nikiwajulisheni kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho amekitoa ni hichi ambacho mimi amenikabidhi, ambacho maana yake ni Mungu na Adamu. Alijumuisha tu amri 10 za Mwenyezi Mungu, hajatoa sheria zingine wala kitabu. Kitabu hicho ndicho kilichokuwa kinatafsiriwa, kinazungumziwa vizuri, na Muhammad akapewa mzigo mkubwa wa kuelezea. Ndio maana yeye ali brought forward, akachukua Zaburi, Injili, na Qur'ani yenyewe na Torati. Kwa hiyo maana yake kwamba vitabu vinne, lakini vyote vinazungumzia nini? Torati. Kwa hiyo Qur'an ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini si kitabu, yani si sheria mpya. Mimi ndio niliyokabidhiwa, ndio maana nimeelezeni hivi. Sasa nimeyatamka haya na kuonyesheni picha zile, picha za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nimeonyesheni picha za Mama Samia Suluhu Hassan, ili muweze kuelewa kwamba katika nchi ya Tanzania ndio nchi ambayo yeye alikuja, na nchi hii inaitwa Tanzania. Ndio nchi ambayo mwenyewe atakuja kupumzika. Nadhani nilionyesha video nyingi huko nyuma. Na ndio Nabii Isa kama nilivyosema atakuja tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2030 majira ya adhuhuri. Yaani anakuja katika muda wake ule wa sala. Maana nilisema kwamba sala ya asubuhi ni ya Musa, sala ya adhuhuri ni ya Nabii Isa, na sala ya alasiri ni Ahmadi, na magharibi ni Adamu, pamoja na Isha ni Dansiri. Sasa Waislamu mtakuja kugundua vizuri baadaye, ama mkitaka kujua haraka, kuna mawe ambayo utakuta Musa, Isa na Ahmadi, alafu mtume wa mwisho ni nyota na mwezi. Sasa nyota na mwezi, nyota manake ni Dansiri na Yesu Isa, alafu mwezi ni mimi. Sasa nilisema kwamba mwezi ni kifupi, mwezi ni kifupi. Kwa hiyo mwezi manaki ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaposema Mwenyezi Mungu manaki ni mwezi. Kwa hiyo Adamu ni mwezi kwa sababu umbiko, yani nilivyosema maji meupe na meusi,
ni kitu kimoja. Kwa hiyo Adamu ni moyo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Adamu ni sehemu tu, kama nilivyosema kwamba Adamu ni moyo na Dansili ni viungo na Isa ni damu. Kwa hiyo ukamilifu wake huu wote huu ni sawasawa na Mungu mwenyewe, yani kule aliko. Na ndio maana nimesema kwamba Nabii Isa anakuja pamoja na Dansili, na mimi ndo nipo, na nimeonyesheni picha ya dunia kwamba atakayempokea Nabii Isa ni mimi. Sasa haya yote yaliyotokea haya, ndio maana Mwenyezi Mungu amenitaka niwajulisheni kwamba haya yanayotokea, mjue kabisa kwamba shetani ameshagundua. Kwa hiyo anawafikirisha watu ili waweze kugombana kwa namna zote, wahasimiane kila kitu, ili mradi tuwe bize, kwa maana kwamba msimkurubie Mwenyezi Mungu na hatimaye kiama kiwafikieni hafla, ili mtumbukie naye kwenye moto. Hiyo ndio lengo. Kwa hiyo nilikuwa na wasihi wa Tanzania, sawa, haya yote yanayotokea yanatokea kwa sababu ya mambo hayo, na shetani ni mjanja, ameshaelewa kwamba Watanzania wengi hawaelewi. Kwa nini sasa watu wanaandamana? Tunadai haki za kimsingi, maisha magumu, tunadai ukandamizaji wa nini na kila kitu. Hayo yote ni kweli, lakini ukiangalia hapo msingi tumeacha Torati, kwa sababu Torati ina misingi yake yote. Sasa serikali ya Tanzania tuna mfumo ule kwamba serikali yetu haina dini, ila watu wake ndio wenye dini, na hilo ndio kosa kubwa na ambalo sasa linakuja kutusurubu. Maelezo yake ni marefu, lakini msingi wake ni nini? Sisi tumerisi kwa ukoloni mfumo huo. Sasa mfumo huo unakuja sasa kwa sababu hatufuatilizii, tukiunani tutagombana. Sasa mfumo huu nawajulisheni wa Tanzania kwamba rais wa kwanza, kama nilivyoonyesha zile picha za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye alikuwa ni Mkristo. Baada ya yeye akaja Mzee Mwinyi ambaye ni Muislamu. Baada ya yeye akaja Mzee Mkapa ambaye ni Mkristo. Baada ya yeye akaja Kikwete ambaye ni Muislamu. Baada ya yeye akaja Magufuli ambaye ni Mkristo. Akaja Mama Samia. Sasa Mama Samia kimsingi yeye manake kwamba uongozi wake unakuwa sasa ni wa muda mrefu. Sasa watu walitarajia sasa hivi katika ile mashindano kwa vyovyote aongoze Mkristo. Sasa kwa sababu manake huyo anazidi kuendelea, watu kidogo wamerudi nyuma. Kwa hiyo hiko kikundi hakijazungumzia hayo, wao sasa wanazungumzia haki za kimsingi za kiubinadamu. Sasa bila kuelewa, kwa sababu kama ungezungumzia swala la dini, maana yake sasa ingeonekana Wakristo wako kule na Waislamu wako huku. Sasa mtumbo huu wa vibwengo huu ambao ndio sasa Waislamu wanaandamana, Wakristo wanaandamana, lakini mwisho wa yote udhibiti ukiwa umedhibiti vizuri, manake nini? Ndio maana sasa wanadai kwamba tunadai utanganyika. Sasa wanapoanza kudai utanganyika, kinachotaka kutokea ni nini? Ikiwa imekubalika hivyo, sawa, ikiwa imekubalika hivyo, maana yake Wazanzibari wote walioko Tanganyika watafurumushwa na Watanzania wote walioko bara watafurumushwa. Ndio yale ambayo muasisi wetu ambaye ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliliona hilo. Sasa nimeona niyatoe haya kwa sababu nisipoyatoa haya mtachinjana. Sasa kwa nini haya yanatokea? Ndio maana ninawaelezeni kwamba mnapaswa kutumia hekima na busara hata kama kuna makosa yanafanyika. Sasa ndio maana nimesema kwamba mimi niko katika kichwa cha Mwalimu Nyerere, niko kichwa cha huyo mtarajiwa, na nipo kichwani mwa Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa inawezekana mambo mengine yakawa yanafanyika na nina kila kitu. Kwa hiyo nimeona niwaelezeni kwamba ni busara kutoendelea. Ni busara kutoendelea kwa sababu muje muhakikishe nyewe wenyewe. Muhakikishe, yani kila kitu kiko wazi kwamba kiama ndo kile mwaka 2050. Nimesema tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2050. Na kwamba kitatokea majira ya
insha, yani baada ya kuswali tunakwenda moja kwa moja. Alafu kitadumu kwa masaa 42. Nilitafsiri. Kwa hiyo nilikuwa najulisheni hivyo kwamba inatupasa sasa kutumia busara na hekima, kwa sababu mambo mengi yatakuja kubadilika, na kama yakibadilika hata uzalimu na kila kitu vyote vitakuwa vime nani, yani vitaisha vyenyewe. Mimi ninazungumza, lakini akija Nabii Isa na tukakutana na Dansili kwa pamoja, maana yake kila kitu kitakuwa wazi, kila kitu kitakuwa wazi. Kwa hiyo hata kama unafikiria kwamba mimi nianze kujilimbikizia mali, kufanya nini, kila kitu, hizo mali unataka kuzipeleka wapi wakati miaka iliyobaki ni michache? Ama kama unapanga mipango yako kwa ajili ya watoto kwamba nifanye hivi, niwaachie makampuni sijui nini, utamwachia nani wakati huyo mtoto wako kama Mwenyezi Mungu atakuwa amemjalia, maana yake utaondoka naye moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi maana yake kwamba ucho wa madaraka, ucho wa nini, wa kila kitu, yani inatakiwa mtu uwe wa haki kweli kweli kama unataka kwenda peponi. Na ninasihi viongozi walioko sasa hivi madarakani, haya ninayoongea mimi haya msipoyafuatilizia, kwa sababu yako mengi, yani hayatawasaidia kitu chochote, manake kwamba mtatumbukia motoni. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, nasema kwamba dunia mzima kwa ujumla muelewe tu kwamba Nabii Isa na mtume wa mwisho Dansiri wameandaliwa kuja. Kwa hiyo mwaka 2030 kutakuwa na ugeni mkubwa ambao utakuwa hapa nyumbani, ambako ndo chanzo Tanzania, na Afrika na Tanzania kwa ujumla, muweze kuelewa hivyo. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, nasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie muweze kufunguka kidogo, kwa sababu Mwenyezi Mungu kuna jiwe moja ambalo lipo, lakini kwa sababu dunia ni kama chungwa, sasa amelikata lile jiwe, alafu amekionyesha theluthi moja, yani kipande kimoja theluthi, ambacho ndo hiki hapa amekinani. Lakini sasa naelezea tu kwamba lina maandiko na kila kitu, kwamba ufahamu wa watu duniani kujitambua na kumtambua Mwenyezi Mungu ni 25% tu. Jiwe lake ushahidi liko hapa, ambalo linatakiwa watu muje muangalie. Kwa hiyo mnamfahamu Mwenyezi Mungu na nyinyi wenyewe kujitambua kwa 25% tu. Maana yake 75% hamna kitu, hamjui. Sasa kama mtu performance yake ndo hivi 25%, ni ngumu wewe kukutegemea uende wapi peponi. Yani ni ngumu. Na hapa ninawasihi sana kwamba muje kuhakikisha, kwa sababu kuna dhambi za kushare. Sasa hizi dhambi za kushare, usitegemee wewe Muislamu hata kama unaswali asubuhi, yani sala zote 5, unajenga labda majumba ya Mwenyezi Mungu, unafanya kila kitu, kama ulifanya dhambi ya kushare. Maana dhambi ya kushare ni uongo. Ukisema uongo unaenezwa na Muislamu na Mkristo, unazidi kuenea. Kwa hiyo dhambi ile manaki ni nini? Unapata hisa gawio. Kwa hiyo wewe inawezekana ukasema kwamba mimi sasa hivi bwana nimetubu kusema uongo na nini, na uongo kuzalishana. Kwa hiyo uongo ni mbaya kuliko hata kuua. Maana unaweza kusema dhambi kubwa ni kuua, ukaji uzinifu, lakini kuua, uzinifu, ukitubu ukakiri moja kwa moja, maana yake hauendelei. Sasa uongo uliozungumza wewe mwaka labda 20 iliyopita, inawezekana ukawa unazidi kuendelea. Sasa hii dhambi ili ikome, maana yake watu wote watubu. Sasa kama kutubu, wewe unatubu Muislamu, wakati Mkristo yeye hatubu katika njia yako, na Mwenyezi Mungu ameweka njia hii moja tu ya kutubu, maana yake kwamba wewe huwezi ukaenda peponi. Kwa hiyo sisi wote tunategemeana. Sasa kutokana na upembuzi wa Torati na watu kutofahamu 25%, ndio maana nasema hivyo kwamba hatuwezi kutegemea kwenda peponi
kwa ufahamu ambao ninyi mnao na mlipofikia. Kwa hiyo ninaombeni kwamba muje muangalie haya ili muweze kuwa na uhakika na kujiweka katika njia sahihi ya kumkurubia Mwenyezi Mungu, na ujiwekee usahihi wa kwenda peponi. Baada ya kuyasema haya, nasema wallahu alam.